Ama Uyahudi tumeuelezea. Uyahudi sasa ni dini. Wale wote waliokuja wakashika mila ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam na wakaifuata Taurat, hasa baada ya tahrif, baada ya kuwa Taurati imepotoshwa, lakini wakajitwika mzigo wa kufuata mafunzo ya Musa alayhi salatu wassalam kama ilivyokuja kwenye Taurati na kwenye Talmudi yao. Hawa waliitwa Mayahudi au Wayahudi kwa nisba ile tuliotaja Yahudha. Kwa hiyo Wayahudi ni wafuasi wa Musa au wafuasi wa Taurati. Wayahudi ni wafuasi wanaofuata dini ya Musa iliyojengwa katika misingi ya Taurati. Ni mmoja wamepatia au wamekosea? Hawa wafuasi wapo ambao walikuwa ni katika wana wa Israeli na wengine katika mataifa mengine. Hivyo basi Myahudi anaweza kuwa Muisraeli, anaweza kuwa mzungu, anaweza kuwa Mwarabu, anaweza kuwa Muhindi, anaweza kuwa Mwafrika, maadamu amefuata dini hiyo. Wanaitwa Mayahudi au Wayahudi kwa kuwa wamefuata dini, lakini si wana wa Israeli. Akawa sio mwana wa Israeli, si katika uzao wa Yakub. Unanielewa? Si katika uzao wa Yakub. Kilichompeleka huko ni dini. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu ni Muisraeli lakini sio Myahudi kwa kuwa haifuati dini ya Kiyahudi, na inawezekana mtu akawa ni Myahudi dini lakini si mwana wa Israeli. Umeelewa hapo? Na mara nyingi kwenye Qur'an haya matamko yanatumika, ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Yanatumika ya bani Israila, bani Israila wana mambo mengi pamoja na fadhila nyingi walizopewa na Allah. Lakini wakitaka kusemwa vibaya tatumika neno la Yahudi. Waqalat al-yahudu Uzair ibn Allah. Nimetaja mifano ya aya kadhaa kwenye darasa ya jana. Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Veo 3.1 is on Divid AI now. الذين أشركوا. Kila inapotajwa kwa ubaya, mara nyingi inapotajwa neno al-Yahudi hutajwa kwa ubaya, na mara nyingine huitwa ahlul kitab, wakijumuishwa wao wanaofuata Taurati na wanaofuata Injili. Ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Lakini kuna kitu chaitwa Uzayuni. Ni chama au ni kikundi cha kisiasa chenye mrengo wa siasa kali kilichojengwa juu ya misingi ya kigaidi, ambacho kikundi hiki kimeanzishwa mwanzoni mwa karne 20. Tumetoa maelezo kidogo katika hilo, na malengo ya kuanzishwa kwake ni kutaka kuirudisha au kuwarudisha hao wanaitwa wana wa Israeli katika ardhi takatifu baada ya kuwa wamesambaratishwa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo wakawafuata, wakaokota watu mataifa mbalimbali wakidai kwamba hao ni Mayahudi au wana wa Israeli, wakidai ni wana wa Israeli na ile ndi ardhi yao, jambo ambalo halina ukweli ndani yake. Si ardhi yao. Tukasema kuna watu waitwa Khazar
Kwa miaka mingi watu walikuwa wakiishi sehemu za Asia Sughra, kwa miaka mingi walifuata dini ya Uyahudi. Baada ya matatizo fulani na nchi za Russia, wakati huo mapigano makali, ustaarabu wao ukavunjwa na miji yao ikavunjwa, wengi wakakimbia wakaenda Ulaya. Namsa, Al-Mijar, Almania. Unajua Al-Mijar ni wapi? Kiswahili Hungaria au Hungary. Budapest wakimbilia huko. Namsa ni Austria, nchi iko Ulaya Mashariki. Waarabu ita Namsa na Al-Mijar, wakakimbia maeneo hayo wakaenda Poland, Ujerumani, wakasambaa maeneo hayo. Lakini wao walikuwa wafuata dini tu ya Uyahudi. Asili yao ni Ataraki wa kale kabisa, Waturuki wa kale. Wengine wakakimbilia Amerika na sehemu nyingine tofauti tofauti. Na dini ya Uyahudi ilisagaa katika maeneo kadhaa katika ulimwengu. Kwa hiyo wale wakawafuata, kila aliyefuata dini ya Uyahudi wakamwita kwa huyu ni mwana wa Israeli. Kwa hiyo arudi kwao. Kwao wapi? Arudi Jerusalem. Kwa hiyo ikafanyika kampeni hiyo, wakaokotwa watu kutoka sehemu mbalimbali. Inawezekana wako wenye kiasili ya kweli wana wa Israeli, lakini ni watu wa kubumbabumba wengi sana waliokotwa, lakini wamepelekwa pale kimkakati, tactical, sio Arabu sema tactic. Ni jambo la kimkakati kwa muda, lakini una malengo fulani ili ufike kwenye jambo fulani. Kwa hiyo wakawachukua hao watu wakaenda wakawaweka pale kwa mabavu kabisa. Na Wayahudi kweli wapo, wanaofuata dini ya Kiyahudi wapo, na Wayahudi ni watu wenye chuki. Kwa hiyo wakakaa pale wakaanza kujitanua kidogo, mwisho wakaichukua Jerusalem, wakaifanya kuwa ndio asima, ndio capital city yao, kwa dhuluma na uadui. Ulimwengu kimya, bali wanawasapoti na kuwatia nguvu. Lakini lengo lao kama tutakavyoona, nitatoa maelezo baadaye ikibidi kufanya hivyo. Lengo lao wanasema wataka kufika ardhu rafidin, mpaka kufika Makka na Madina, mpaka Yathrib. Kwa hiyo pale wako kama transit, kwa sababu ardhi yao na dola yao wao inaanza mto Nile mpaka mto Efrat, Baghdad, Iraki. Kwa hiyo ndio ardhi yao yote ni kwao, wataichukua. Huo ndio mkakati wao, na wanatumia nguvu kubwa sana, nguvu kubwa kijeshi, kimali, propaganda. Wanatumia nguvu kubwa sana na mali nyingi sana ili wafanikishe malengo yao hayo. Kwa hiyo waliingia pale, na hivyo karibuni mlisikia namna walivyoifanya Gaza au Gaza. Ni mambo yanasikitisha sana, na kuwa jumuiya za kimataifa wanaodai haki za binadamu, wanaodai kadha, zaona wanadamu ni wao tu, wengine ni nyani, ngedere, hata wakifa hawana neno. Kwa hiyo yote waliyaona haya yanafanyika na yanaendelea kufanyika, na wana mpango wa kuendelea zaidi ya hapo. Kafana Allahu wa iyyakum sharrahu, Allah tukinge atoshe na shari zao, na hawatafanikiwa biidhnillah. Sasa hawa jamaa hawa wana mambo mengi sana. Mimi nilikuwa nataka tuwafahamu zaidi
kwa kutoa maelezo, lakini naona nikiingia kwenye hili alafu kuna jingine refu la kulizungumza kuhusu hawa mashia na kadhia hii ya Palestina na Waarabu kwa ujumla. Manake nilikuwa nataka niwazungumze hawa Mayahudi katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoishi nao na wao walioyafanya, ili tulinganishe kwa wakati ule walifanya nini na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachukuliaje, alichukua hatua gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao, aliingia nao mikataba, alitaamali nao katika mambo mbalimbali. Sasa hili jambo lina mifano mingi, mfano na kadhia ya Banu Qainuqa. Sasa si nitakuja kulizungumza lini tena, manake leo nataka nizungumze kwa mukhtasari tena, alafu hiyo ndio mwisho, kwa sababu ya ratiba zilivyokaa. Sio, huwezi kujitanua. Haya mazungumzo haya, hawa Mayahudi peke yake wanahitaji kuzungumzwa takriban wiki nzima au zaidi, kwa mihadhara isiyopungua masaa 2 kwa siku. Sasa kuwa nazungumza haya mambo yote alafu nazungumza siku moja au siku 2 tena kwa ufupi, hayafiki hayo masaa 2, tunapunja sana.